Maofisa watano wa zamani wa Marekani akiwemo mwanasheria mkuu wa kijeshi aliyewahi kuhudumu wameikosea Wizara ya Ulinzi ya Marekani Pentagon kwa kushindwa kukiri uwezekano wa kuhusika kwa Marekani katika shambulio lililosababisha vifo vingi kwenye shule nchini Iran mapema mwaka huu. Walisema jambo lisilo la kawaida kwa Pentagon kutotoa taarifa za msingi kuhusu tukio hilo baada ya kupita muda mrefu kiasi hicho, hali iliyozua maswali kuhusu uwazi na uwajibikaji. Shambulio hilo lilitokea Februari 28 katika mji mkuu wa Minab, ambapo makombora yalipiga shule ya msingi na kuua watu 168 wakiwemo takribani ya watoto 110. Hii ni kwa mujibu wa maofisa wa Irani. Tukio hilo lilitokea mwanzoni mwa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Irani. Kwa miezi miwili sasa, Pentagon imeendelea kusema kuwa tukio hilo bado linachunguzwa, huku vyombo vya habari vya Marekani viliripoti mapema Machi kuwa wachunguzi wa kijeshi waliamini huenda majeshi ya Marekani ndio yalihusika bila kukusudia, ingawa uchunguzi wa mwisho haujakamilika. Maofisa wa zamani wamesema mwenendo huo unatofautiana sana na matukio ya nyuma, ambapo Pentagon ilitoa taarifa zaidi ndani ya muda mfupi. Hata kabla uchunguzi haujakamilika, walidai kukosekana kwa kauli ya uwajibikaji ni jambo linalotia shaka. Kauli za Rais Donald Trump pia zimezua utata baada ya kudai bila ushahidi kuwa Irani ndiyo iliyosababisha mashambulio hayo, huku baadaye akisema hana taarifa kamili kuhusu tukio hilo na kukataa kuona ushahidi ulioripotiwa na vyombo vya habari. Wabunge wa chama cha Democratic wameendelea kuitaka Pentagon kutoa majibu ya wazi, wakieleza kuwa majibu yaliyotolewa hadi sasa hayajitoshelezi na yanakwepa maswali muhimu kuhusu nani aliyehusika na nini kilitokea. Kwa upande mwingine, wachambuzi wanasema ukimya huo unaweza kuwa unatokana na sababu za kisiasa ndani ya utawala wa Marekani, ikiwemo kuepuka kumpinga rais hadharani, jambo linalochangia kupungua kwa uwazi katika suala la kijeshi na madhara kwa raia. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.